حمدا وأشكره شكرا شكرا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بعد، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Ndugu Islam, tumesikia hivi jana clip moja ambayo kwamba imetolewa na mmoja katika mawahabi mahashui ya mujassima, akazungumzia kuhusu masala yenye kuwahusu maibadhi, akawazungumzia maibadhi vibaya na akawazungumzia mambo mengi ambayo kwamba sivyo wanavyosema na sivyo wanavyoitakidi, na mengine akayazungumzia pasi na kutoa shahidi, basi anakwenda tu sha'nuhu sha'nu hatib al-layl, kama vile mtu anakwenda usiku kukusanya kuni mara kama tanyoka. Ndio hali yake huyu bwana alivyo. Kwanza huyu mtu alitakiwa, bahati mbaya jina lake sikulijua, huyu mtu kwanza alitakiwa akae asome, maana yake hata mambo ya kawaida hajui yeye, hafahamu, bali hata yale mambo ya Kiarabu unavyokitamka kwa watu wengine, maana yake hatafautishi baina mubashirina biljanna na mubashirina biljanna. Na mimi sijasikia kama kuna mubashirina biljanna, labda hawa ni wale missionaries ndio wanajiita mubashirina wao, lakini wale masahaba 10 wale wanaitwa mubashirina biljanna. Na je, riwaya hiyo imethibiti au haikuthibiti? That is another case, another debate. Na kwa nini riwaya iwahusu wao tu watu 10 ambao kwamba ndio waliokuwa kitovu cha fitna, ndio sababu ya fitna, ndio umetungiwa riwaya ile? Kwa nini? Kwa ajili ya kutolewa katika ile tuhuma ambazo kwamba walikuwa nazo. Lakini si muhimu, si leo sikusudi kuzungumza hilo. Huyu bwana kazungumza mambo mengi sana, na yote kama nilivyokuambia ni kuchanganya changanya. Mara atasema kwamba maibadhi wamekubaliana kwamba imamu wao ni Abdullah bin Ibadhi, sijui ijma'i kaipata wapi kwanza. Mara atasema sijui atachanganya baina mashafi na wao mawahabi, atafanya kitu kimoja. Mara hawa, yani almuradi ni mtihani mkubwa tu, na huu ni mtihani kwamba watu sasa hivi kila mtu anataka kusema, wala kwanza hataki kusoma. Na haitakiwi hasa mtu kuzungumza jambo ambalo kwamba halijui, Qur'ani imekataza, au kuzungumzia watu ambao kwamba kwanza hujasoma ukajua wanasema nini hasa wale watu, wana ushahidi gani, halafu ukaizungumzia maudhui kama inavyotakiwa kwa point, ndivyo inavyotakiwa. Sasa wewe umesoma ibadhi kupitia katika vitabu vya kihashwia vya kiwahabi, halafu unakuja kuwajadili. Ukitaka kusoma ibadhi, soma vitabu vya kiibadhi kwanza, uwafahamu vizuri wanasema nini, halafu kama kuna kitu nakikubali useme, ulichokuwa hukubali useme na kwa sababu gani. Sasa kasema mengi alokuambieni, na mimi nataka mjadala wake au muhadhara wake ni ujibu nukta moja moja. Kwa hivyo leo nakuwa na nukta moja tu ya kwanza. Huyu bwana kaanza kwa kusema maibadhi hawa kwanza wanawatusi baadhi ya masahaba, wanawatukana yani baadhi ya masahaba. Akatoa mfano Uthman bin Affan, Al-Hasan Hussein bin Ali, Abu Musa al-Ash'ari, Talha, Zubair, na hawa walioita mwenyewe kwamba hawa ni ashara almubashirin. Akasema yeye almubashirina biljanna, anasema al-ashara almubashirin, sio mubashirina. Kwa hivyo leo tutazungumza pointi hii tu moja, na mimi napenda kuizungumza kwa nukta chache ambazo kwamba kila kitu mimi nitakwenda katika misingi. Mimi napenda kuzungumzia misingi kwanza, kwa sababu bila kufahamiana katika misingi, basi katika matawi hamtofahamiana maisha. Maana kana kuja mtu anakuambia ondoka na sahaba, wewe unasema sahaba vibaya, lakini tunataka misingi kwanza ifahamike. Bila kufahamika misingi, hatuwezi kufahamiana katika furui. Kama vile ambavyo kwamba kazungumzia masala ya
sifa za Mwenyezi Mungu, yote hakuzungumzia misingi. Kwanza anaanza misingi ambayo kwamba hawa wanasema hivi, je, msingi wao ni kitu gani? Unakwenda ule msingi ni sawa sawa? Ikiwa msingi ni sawa, na ile tafsiri itakuwa sawa. Msingi mbovu, tafsiri mbovu. Hivyo ndio inavyotakiwa. Kwa hivyo anazungumzia masahaba hawa kwamba ibada inatokana na sahaba. Kwanza hakusema wapi ibada inatokana na sahaba, wala inatokana vipi, yani baadhi ya masahaba akasema lakini kitabu gani ambacho kwamba maibadhi wanawatukana sahaba na wanawatukana tusi gani niseme, na pia wanawakafirisha baadhi ya masahaba. Anasema yote hayo hakuyazungumzia kwa ufafanuzi ili watu wakapata kufahamu. Sasa kwanza nije katika kutukana, halafu tuje katika kukafirisha, mambo mawili tofauti. Kwanza, ibadhi hawatukani sahaba. Maibadhi ni katika watu ambao kwamba wanaheshimu sana masahaba, lakini maibadhi ni watu ambao kwamba wanaihukumu kila kesi kwa uadilifu kwa mujibu wa dalili za Qur'an na Sunna. Si watu ambao kwamba waseme labda watu wa kufuata hamasa au watu wa kufuata propaganda. Ibadhi huko jambo hilo hutolikuta katika ibadhi. Kwa hivyo kila sahaba au kila mtu amemhukumu kwa misingi yake. Sasa msingi wa hawa watu wanaojiita wenye Ahlus Sunna wal Jamaa, yani mawahabi, wanaposema kwamba ibadhi watu kuna sahaba, msingi wake kitu gani? Kuna misingi. Hawa wao wanadai, na pengine hili pia linahusu wengine, nazungumza hapa kwa jumla, kwamba masahaba wote ni waadilifu, kwa sababu ibadhi hatukani sahaba. Ibadhi kuna masahaba hawakubaliani nao katika baadhi ya matukio fulani, upo hapo, na wako wengine hawakubaliani nao kabisa, wana sababu zao, na ukitaka mimi nitakwambia moja moja, lakini kwa leo tutakwenda kwanza katika hii misingi yenyewe. Kwa hiyo bali hatukani sahaba, kuna masahaba hawakubaliani nao katika matukio maalumu, si kwa ujumla. Wanakubali kwa mfano sahaba huyu mtu mzuri, alikuwa mtu wa dini, lakini katika tukio kadhaa yeye ndio alikuwa mkosa. Hivyo ndio ibada inavyosema. Kwa hivyo sema ibada inavyosema vile vile, usiongeze chako, usiwazulie uongo. Mfahamiana vizuri hapo Kwa hivyo msingi wenu nyinyi ndio ambao kwamba leo kwanza nakuja kuzungumza. Kama nilivyokuambia, ni hii clip usitaki kufanya iwe refu sana, na anakuja katika misingi. Msingi wenu ni kwamba masahaba wote ni waadilifu. Mimi nikuulizeni, hii kauli yenu kwamba masahaba wote kwanza ni waadilifu, mumeipata wapi? Je, katika Qur'ani Mwenyezi Mungu kasema? Je, kuna hadithi ya mtume sahihi mtume kasema hivyo? Je, wale masahaba wenyewe walikubaliana jua hilo? Sasa nyinyi mnamfuata nani? Nyinyi mnasema salafi, ni salafi gani? Salafi wenu ni nani? Mtangulizi wenu katika hiyo itikadi hiyo kwamba masahaba wote ni waadilifu, mtangulizi wenu ni nani? Anasema hivyo. Hawa ni watu walikuja propaganda za baadaye, wafuasi wa Muawiya, walikuja baadaye tena zikapigwa debe na Ibn Taymiyyah na wengine itikadi hizo, lakini Qur'ani imeonyesha vinginevyo. Kwa hivyo hii itikadi kwamba masahaba wote ni waadilifu, kwanza hii ni bid'a. Hii ni bid'a ambayo kwamba ni kinyume na inavyosema Qur'ani, kinyume inavyosema hadithi, kinyume walivyofahamu masahaba wenyewe. Nitakufafanulia. Ukianza katika Qur'ani tukufu, unasoma wewe kila siku katika Qur'ani, katika sura Al-Hujurat, aya yenye kusema ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, enyi mlioamini, atapokujieni fasik akakuleteni habari, basi kwanza ihakikisheni. Msemaji ni nani? Ni ibadhi huyo? Msemaji ni Mwenyezi Mungu mwenyewe. Aya imemteremkia nani? Mimi simjui. Rudi tafsiri yako, rudi tafsiri ya Sabuni, rudi tafsiri ya Ibn Kathir, rudi tafsiri zote za ambazo kama unaziamini wewe, chagua tafsiri unataka, rudi uangalie hiyo aya ilimteremkia nani. Imemteremkia Al-Walid bin Uqba alipokataa
kwenda kuchukua zaka kwa nani? Kwa Al-Harith bin Dhirar. Mtume sallam huyu alimtuma huyu bwana, huyu ni sahaba huyu, kamtuma nenda kwa fulani kachukue zaka, kusanya zaka ulete. Akaenda njiani, akaogopa, akarejea, akamdanganya Mtume, akamwambia bwana Al-Harithi hakunipa zaka, akakataa. Umertadi kwanza, wale watu wameshartadi na kataa kuniua na zaka kataa kunipa. Mpaka masahaba pale wanachemka, wanataka kwenda kumpiga vita huyu bwana. Ikateremka aya ya Qur'ani hiyo, ya ayyuhalladhina lakum in ja'akum fasiqun binaba'in, aikujieni fasiki na habari. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema huyu ni fasiki. Wewe itikadi yako anakuambia masahaba wote ni waadilifu, tukufuate wewe, tumfuate Mwenyezi Mungu. Ndio wewe ndio Ahlus Sunna wal Jamaa kweli? Wewe ndio ufuata Qur'ani kweli wewe, au ufuata matamanio yako na propaganda za Muawiya? Tunawaambia ndugu zetu Mawahabi, msitulazimishe kusema mengi ambayo si hataki kusema. Mkisema sisi tutasema, na tunao mengi. Tukifungua vitabu vyenu mtakwenda mbio. Tukifungua vitabu vyenu, basi uwanja utakuwa mdogo, na sisi haya hatuna haja nawe na hatutaki. Sisi tunataka watu kwamba huu ni umma mmoja, washikamane, waabudu Mungu wao, kisha hatutaki mambo haya bla bla. Lakini mkisema tutakujibuni, okay, sawa. Kwa hivyo Qur'an inathibitisha kwamba wako baadhi ya masahaba ambao kwamba si waadilifu. Halafu nimeletea kopi ya kitabu moja hapa. Hichi kitabu kimeandikwa, yani jina lake ni sharhi ya Mukhtasar at-Tahrir, kama hivyo. Ni kopi tu, kwa hivyo sikupata kujua mengi katika hii, lakini nataka nikusomee. Mtungaji huyu ni Sunni, si baadhi. Msikilize anavyosema, anasema kitu gani. Anasema wa qawluhu was-sahabatu udul, kauli yake aliposema huyu shekhe mwenye kitabu kwamba masahaba wote ni waadilifu. Wal muradu, makusudio yake, man lam yu'raf, yule ambaye kwamba hakujulikana, biqadhin, kwa ila yoyote. Sahaba ambaye kwamba hakujulikana kwamba ana ila fulani, huyo mwadilifu. Sawa يعني المراد من قوله إن الصحابة عدول من لم يعرف بالقدح. فأما من عرف بقدح فإنه ليس بعدل. atakayejulikana kwamba huyu alikuwa na ila fulani, hawezi akaambiwa huyo ni mwadilifu. Hasaba alqadhi alladhi fi, kutokana ile ambayo kwamba anayo ndani yake. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alikuwa anasema, na riwaya hii imo katika mapokezi ya Kibadhi, imo katika mapokezi ya Kisuni, imo katika al-Mustadrak al-Hakim na vinginevyo, kwamba sisi tulikuwa wakati wa Mtume tunakuhukumuni kwa mujibu wa wahi, lakini leo Mtume ameshaondoka, hayupo tena. Kwa hivyo tunahukumuni kwa matendo yenu. Atakayetenda jema tunamhukumu kwamba ni mwema na tunampenda, tunamweka katika alwalaya, au kwa lugha nyingine alwala. Na atakayefanya baya tunamhukumu kwamba ni mbaya na tunamweka katika bara. Mfahameni vizuri Kwa hivyo yani utajigonga sana ukija katika masala masahaba. Bora hata mngeacha, nyamazeni kimya, nyamazeni kimya, nyamazeni tunyamaze, nyamazeni tunyamaze, usizungumzie masala haya, kwa sababu kwanza si hatuhitaji. Mimi sihitaji kujua Muawiya alikuwa mzuri wala mbaya, yeye yake mwenyewe. Hata kama ni moto wake mwenyewe, pepo yake mwenyewe. Mimi nahitaji kujua matendo yangu mwenyewe, na nahitaji kujua umma sasa hivi ni usaidie vipi kwa ninachokijua. Kwa hivyo msitake kutuvuruga vichwa, lakini mkisema tutasema, mnasema na sisi tutasema vile vile. Kwa hivyo Qur'ani imeonyesha hivyo, na hawa mashekhe wenu wasema hivyo. Na Ibn Uthaymeen bahati mbaya kutaisha kitabu chake, alipoulizwa kuhusu masahaba, je, maadilifu? Atasema hapana, ni kama watu wengine. Labda Ibn Uthaymeen utamwamini wewe, sababu ni wahabi mwenzako. Akisema yake, kuna watu hawaangalii kilichosemwa, wanaangalia nani kasema. Wako wengi, na huyu bwana anaonyesha ni mmoja hivyo hivyo. Anaangalia nani
kasema. Kwa hivyo sisi hatuko katika uwanja huo, sisi tunaangalia nini kimesemwa. Akisema Wahabi, akisema Shia, akisema Shafi, akisema nani, ikiwa ni haki tunaichukua. Batili ndio ugomvi wetu, hatuitaki sisi. Atakayesema yote, hata akisema Ibadhi mwenyewe namwachie mwenyewe. Kwa hivyo huu ndo msingi wenu bwana, kwamba masahaba wote ni maadilifu. Qur'ani iko kinyume na msingi wenu huo. Sasa ukija katika maneno ya Mtume sallam yako mengi, lakini na kutajia mawili matatu katika hadithi ambayo kwamba kaipokea Imam Muslim, au na kutajia moja tu. Kaipokea Imam Muslim, na wengine kaipokea wengi, yani si mmoja. Hadithi inasema kwamba msimulizi ni Umar bin al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Anasema lamma kana yaumu Khaybar, ilipokuwa siku ya vita ya Khaybar, aqbala nafaru min as-sahaba au nafaru min sahabati nabii sallallahu alaihi wasallam, kikundi cha masahaba mtume walikuja. Faqalu, ikawa wanasema wenyewe, fulan shahid, fulan shahid, fulan shahid. Bwana fulani bwana kafa shahidi, bwana fulani kafa shahidi bwana. Hatta marru ala rajulin faqalu fulan shahid, mpaka wakafika kama habari ya mtu mmoja wakasema fulani ni shahidi. Mtume akasema vipi? Faqala nabii sallam, mtume akasema kalla. Sahaba huyo, sikilize, huyo ni sahaba. Kalla inni raaituhu fi nnari fi burdatin ghallaha au abaatin. Nimemuona. Mtume asema hapana bwana, sio shahidi. Shahidi gani bwana? Nimemuona yumo kwenye moto wa jahannam, kwa sababu katika vita hivyo aliiba nini? Alikwenda ngawira, alifanya khiana, akachukua ngawira kwa siri, akaiba. Na ngawira yenyewe nini? Ni kivazi tu, kivazi fulani hivi ndo kakichukua. Mtume asema nimemuona kwenye moto. Sahaba huyo, je, ni mwadilifu huyu? Huyu ni mwadilifu? Kwa hivyo itikadi yenu mmeijenga katika hamkujua, nyinyi hamkujua nani kasema hii kwamba masahaba wote waadilifu, ni kwa sababu gani? Nahitaji kujua. Hii ni baada ya baadhi ya masahaba kufanya baadhi ya majarima. Masahaba si wote, sisi katika ibadhi nasema hivi, masahaba kwa ujumla ni waadilifu. Kwa ujumla, kuna tofauti baina ya wote na kwa ujumla. Masahaba kwa ujumla ni waadilifu, isipokuwa yule ambaye kwamba amethibiti kwa ushahidi sahihi kwamba yeye si mwadilifu. Ushahidi sahihi, ama kama kuna andiko la Mtume sallam, au kuna aya Qur'ani, au kuna ushahidi wa wazi ambao kwamba kuhusu matendo yake yeye mwenyewe anahukumiwa hapa hukumu ya dhahir tu. Matendo yake ni hukumu ya dhahir. Ikiwa aya Qur'ani au sunna Mtume ni hukumu ya hakika. Upo hapo? Shuruti kufahamu vizuri. Bwana mkubwa, haiwezekani katika Uislamu, hakuna kitu kwamba nikifanya mie niwe mbaya, lakini akifanya Umar bin Khattabi awe mema kitu hicho hicho. Mungu hajaweka hukumu hizo. Hajaweka hukumu kwamba nikifanya mie niwe mbaya, akifanya Abubakar Siddiq awe mwema kwa kitu hicho hicho. Kitu hicho hakuna katika Uislamu. Hukumu ni moja, Mungu mmoja, Qur'ani moja, Mtume mmoja, hukumu moja. Atakayezini hakutubia, hukumu yake moto, akiwa sahaba akiwa si sahaba. Atakayetubia, toba iko wazi. Huo ndio Uislamu aliotufikisha Muhammad. Msikae mkaropokwa tu, mkadanganya. Sababu nyingine hawa ya kusema hayo ni Muawiya, baada ya kufanya majarima yake wataka kumvua kwa sababu alikuwa sahaba. Kwa hivyo masahaba wote waadilifu na Muawiya naye yumo. Nitakusomea hadithi mbili tatu za Muawiya. Kwa hivyo bwana mkubwa, Mtume sallam alayhi akasema hivyo kuhusu masahaba. Na kuna hadithi sawa, hadithi ya nini ile ya Hudh, si sahau kwamba masahaba watafukuzwa katika Hudh za Mtume sallam siku ya kiyama. Na Mtume atasema haulai ashabi, hawa ni wasahaba zangu. Na atajibiwa vipi? Ataambiwa kwamba wewe hujui madha badalu ba'dak, hujui namna walivyobadilisha baada yako wewe. Na ni hadithi sahihi, imo katika Muslim na wengineo, imo hadithi sahihi, hadithi Hudh. wala yudhadanna rijal an حوض كما يذاد البعير الضال.
watafukuzwa baadhi ya watu katika hodhi langu kama anaofukuzwa nani? Anaofukuzwa ngamia waliopotea. Hana mwenyewe, ngamia hana mwenyewe, fukuzwa na baadhi ya watu. Na nitasema, mtume anasema nitasema kwamba hawa ni watu masahaba zangu. Wataambiwa hapana bwana, hujui walibadilisha habari gani, walibadilisha baadaye. Maulama, samahani sana, mimi sisemi kumfurahisha mtu yeyote akiwa ibadhi, akiwa sunna, akiwa shia, wala sisemi kumkera mtu yeyote akiwa ibadhi au sunna au shia. Nasema haki kama ilivyo. Baadhi ya maulama wa sunni wamejikalifisha hapa ukifasiri hadithi hii tawili ambayo kwamba haikubaliki kabisa. Wakasema makusudio hapa ni wale waliokuwa wanafiki tangu mwanzo. Hasa mnafiki abadilishe nini? Mtume anaambiwa kwamba hawa wamebadilisha baada yako. Mnafiki tangu mwanzo si Muislamu, cha kubadilisha hana. Tumefahamiana? Yani mnafiki hana cha kubadilisha, yeye ni kafiri, kaficha tu kafiri wake ndani kwa ndani. Basi Ubay Abdullah bin Ubay bin Salul ni kafiri, anajifanya Muislamu, hana cha kubadilisha. Badilisha kitu gani? Aliyebadilisha ni mtu alikuwa Muislamu akabadilisha sunna ya Mtume sallam na mwenendo wake unaotakiwa, si kama alibadilisha kama alirtadi. Si lazima awe kartadi. Na Mtume atasema hivi, fasuhqan fasuhqa, basi waache apate adhabu. Kwa hivyo Qur'ani haikuoneshapo kwamba masahaba wote ni waadilifu, imeonesha kwamba masahaba kwa ujumla ni waadilifu. Mambo hizo ni ibara mbili tofauti. Yani si kwamba kila sahaba ni mwadilifu, halimo katika Qur'ani kwa wazi wala kwa ishara. Kilichomo ni kwamba masahaba kwa ujumla ni waadilifu. Hadithi za Mtume sallam zimeonyesha fadhila nyingi za masahaba. Haina maana kwamba kila sahaba. Nimekusomea hapa, sahaba huyu anapigana vita mpaka kafa, watu wasema mtu wa peponi, Mtume anaambia motoni. Na hadithi kama hiyo iko moja, iko nyingi, si mtu mmoja tu huyu umetokea haya. Muawiya bin Abi Sufyan, nataka nikusomee hapa kidogo kwa sababu huyu pia ni sahaba muhimu kwako wewe bwana nani. Kuna ukisoma kitabu Al-Ashraf eh, eh, cha Ansabul Ashraf, juzuu ya pili ukurasa 120, vitabu vingine na kwa juzuu ya 5, kitabu hicho utakuta maneno haya na kusomea. Na hii ni hadithi ambayo kwamba sanadi yake sahihi. Hadana Ishaq Bakar bin Haytham, na katika masimulizi mengine nakumbuka msimulizi ni mmoja katika maimamu wakubwa wa hadithi, ndio kidogo, lakini pia kazungumzia hadithi hii vile vile. حدثنا عبد الرزاق بن همام أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عبد الله. يعني حديثي مش نسمع hivi, كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم, nilikuwa mbele ya Mtume sallam, faqala, akasema Mtume, يطلع عليكم من هذا الفج رجل يموت على غير ملتي, atachomoza mtu hapa katika njia hii, mtu ambaye kwamba atakufa lakini hatakufa katika mila yangu, hatakufa katika mila yangu. Akasema wa kuntu taraktu abi wa qad wudi'a lahu wudhu, nilikuwa nimemwacha babangu kwa ameshaikiwa maji ya kutawadha. Fakuntu kahabis albawl makhafat an yaji, kwa hivyo pale asema kama vile nimekaa, utafikiri nimezuia haja ndogo, kwa na hofia yani asije baba yangu akaja yeye akatokea yeye baba yangu, yani ikawa ndio huyo aliyoambiwa kwamba atakufa si katika mila ya Uislamu, anaogopa mpokezi. Fatala Muawiya, akatokeza Muawiya. Hadithi hii imekuja kwa nini? Imekuja kwa Tabari, kaipokea na kaipokea Tabarani katika al-Kabir. Katika Tabarani al-Kabir utakuta ni hadithi katika juzuu ya 13 ukurasa 485 utakuta hadithi hiyo, lakini kule hakutajwa, ile jina limeondoshwa katika Tabarani, lakini riwaya ni hiyo hiyo. Umefahamiana? Kwa hivyo bwana mkubwa unaizungumzia kwa maibadhi, unatukana masahaba. Kwanza nyinyi nataka kufahamisha kwamba ule msingi wenu kwamba kwanza ibadhi hatukana sahaba, itakuja kote huko,
lakini nataka kubomoa huu msingi wenu kwanza. Nataka kubomoa msingi mliojengea fikra zenu mbovu. Ibadhi hatukani sahaba na ibadhi hatukani hasa mambo ya kutukana katika ibadhi, jambo hilo hakuna. Ibadhi watu ambao kwamba wanashikana na dini, wana tabia, wana akhlaqi, ni watu ambao kwamba wanafahamika walivyo, wanasema mambo kwa hoja na dalili, na watapoona pahala kwamba hapa kuna kosa, hawaoni haya wao kukubali haki. Wao hawana ugomvi na haki bwana, ugomvi wao ni batili tu. Kwa hivyo wewe kama unao haki, una hakika na haki, wadhihirishie na wataikubali, lakini bado hujawaambia maneno ya msingi ya maana. Kwa hivyo msingi wenu kwamba masahaba wote ni waadilifu, haukutegemea Qur'ani, haukutegemea Sunna, haukutegemea makubaliano ya masahaba. Kwa nini nasema hivyo? Tuanze mwanzo. Uthman bin Affan alizingirwa kwa muda wa siku 40 na akauliwa. Je, alimzingira ni nani? Aliyemuua ni nani? Mnadanganywa, mnaambiwa kwamba ni makhawariji, sijui watu sio ubashi, sijui kitu gani. Watu majina yao yametajwa kwa majina, wanajulikana, viongozi wote kutoka Misri ndio ambao kwamba wapokezi wakuu wa hadithi wamo katika Bukhari, wengine thiqat wamo katika Bukhari. Lakini swala jingine jiulize kwamba je, Ali bin Abi Talib alikuwa yumo katika mauaji ya Uthman? Alihusika? Hakuhusika? Alihusika? Hakuhusika? Jawabu yako inafahamika kwamba hakuhusika. Haya, twende hapo, hakuhusika. Na kama tapo Ali hakuhusika, ingawa alikuwa Madina na kalima kubwa alikuwa nayo kwa Waislamu, alikuwa na kalima inasikilikana, na Uthmani kazingirwa kwa muda siku 40 na masahaba wapo wameenea pote. Habari zimefika nchi zote za Kiislamu, Yemeni, Omani, Iraki, wapi, wote tunajua kama Uthmani kazingirwa tayari. Muda siku ngapi? 40. Masahaba hawakwenda kufaka al-hisar, kwenda kuondosha ile siege. Kweli masahaba walikuwa kwa pamoja naye Uthmani? Na kama ni hivyo, wakulaumiwa mwanzo ni nani? Tuwalaumu nani? Kama huyu Uthmani halaumiki, yani hakuwa na jambo la lawama la kulaumika, kwa nini tusiwalaumu? Maana hakuna kitu kama hicho. Ikiwa Uthmani hakuwa na kosa ambalo kwamba linapaswa kuzingirwa na kuuliwa, hakuwa na kosa hilo, halafu hawa wakamuacha na wako wengi na wana nguvu, hawa lazima na makosa. Tuzungumze mambo logic, tuzungumze mambo kwa hamasa. Tunataka kitu rational, not emotional, kitu ambacho kwamba kinaingia akilini, si kitu cha hamasa. Haya, turudi pale pale tena, Ali kahusika? Jawabu, hakuhusika. Kwa nini Muawiya ambaye kwamba mnamtukuza sana, babu yenu Muawiya, amdai Ali bin Abi Talib kwamba awatoe waliomuua Uthmani? Je, Ali akiwajua? Maana kama ama kahusika yeye mwenyewe katika kuua? Hakuhusika. Je, aliridhika jambo aliridhia? Hajaliridhia. Je, watu walikuwa kiwajua? Hapo ndo swala. Muawiya anasema anawajua kwamba fulani na fulani na fulani ndio waliomuua Uthmani. Kwa nini Ali hakuwaua wala hakuchukua hatua yote dhidi yao? Au kama ilikuwa hawajui, je, Muawiya alikuwa muongo? Na kama alikuwa muongo Muawiya na akasababisha kupiga vita Ali na mpaka dola ya Kiislamu ikaanguka, vipi tunaambia kwamba Ali ni mwadilifu na Muawiya ni mwadilifu? Yani mambo nonsense, hayaingia akilini. Nyinyi mnaburutwa tu kama vile magogo, hamkai mkafikiri, hamzungumzi kwa fikra. Kwa hivyo haiwezekani iwe Ali alikuwa ni mwadilifu na ikawa Muawiya ni mwadilifu. Mmoja hakuwa mwadilifu. Sitaki kuambia nani, chagua mwenyewe unataka, hiari yako mwenyewe, lakini usiniambie. Lakini kwa hali yote, ikiwa wewe unampa udhuru Muawiya au unampa udhuru Ali au masahaba wengine ambao walikuwa ni wajuzi kushinda sisi, wana ilmu kushinda sisi,
unawapa udhuru kwamba wao walikuwa na nia nzuri, jambo ambalo kwamba Mwenyezi Mungu hajakufaudhi wewe, hujapewa ruhusa kuangalia nia. Nia kazi ya Mwenyezi Mungu tu, wewe umeambiwa angalia matendo. Unasema huyu alikuwa na nia nzuri, japo kwa huyo alikuwa katika haki, lakini huyo alikuwa nia yake nzuri. Kwa nini na mimi usinihukumu vile vile kwamba mimi nina nia nzuri lakini nimekosea? Kwa nini? Yaani huyu mjuzi zaidi kushinda mimi, wewe ndio unampa udhuru. Mimi ambaye kwamba ni aqal ilman wa shanan, hunipe udhuru. Wewe ndio mwadilifu. Kwa hivyo hamuzungumzi kwa point, hamuzungumzi kwa logic, mnazungumza kwa hamasa, mnazungumza kwa propaganda, mnazungumza kwa ujinga mtupu, hamzungumzi mambo ya maana. Kwa hivyo hakuna na challenge mimi na challenge atokee wahabi yoyote au mtu yoyote aniletee ushahidi katika Qur'ani au sunna sahihi au kwamba masahaba wote, kila sahaba ni mwadilifu, alete. Akileta mimi niko tayari kumfuata na challenge, na hata akileta ushahidi huo utaporomoka kwa matendo ya masahaba wenyewe. Ali na Ibn Abbas wamegombana, si kwa Baitul Mali tu bwana, kwa sababu pia masala Harun Aran ambayo huyu bwana hajui, azungumza alivyosoma soma na kusikia sikia na vitabu ambavyo kwamba hata hayo anasema hayafahamiki, watu ambao mambo hayajui. Kwa hivyo nimeanza na swali hili kwanza, masala kwamba ibadhi wanatukana masahaba. Sheikh tuletee ushahidi, seme tu kitabu gani ibadhi wanatukana sahaba, tusi gani moja, na kutukana kitu kingine, kukafirisha kitu kingine. Halafu mhadhara unafuata inshallah nitakuja katika masala. Leo tunazungumzia masala ya kutukana tu, lakini nimekuja kupa ile msingi wako ambao kwamba umejengea fikra yako. Tutakuja kuzungumzia masala ya kukafirisha masahaba. Kwa leo inshallah hii fupi naomba niishi hapa. Usisahau pointi za msingi kwamba ndicho kizungumzia ni hiki, kwamba msingi wa hawa bwana ni kuwa masahaba wote ni waadilifu. Msingi huu haumo katika Qur'ani, haumo katika Sunna, haumo katika ijma ya masahaba, bali masahaba wenyewe wametukanana, wamepigana, wameuana, wamemwagana damu. Kwa hivyo ikiwa wao wenyewe kama wao ni waadilifu, wote ni waadilifu, kwa nini wapigane? Bila shaka wako katika wao ambao kwamba wamekosea. Mtume sallallahu alayhi wasallam kasema la tarji'u ba'di kufara yadhuru ba'dhukum alqa ba'd, Muslim karejea baadaye mkawa makafiri. Mtume anaambia masahaba wake, Muslim kurejea kwa makafiri tena, mkauana wenyewe kwa wenyewe. Wameuana hawajauana? Wameuana hawakuuana? Inshallah hayo mengine yanabakia tutazungumzia mbele huko. Tuna mengi kama kama bwana kazungumza mambo mengi, lakini hana hata moja ambalo kwamba kalizungumzia kwa mujibu wa misingi yake au kalielezea na kulifafanua, ili watu wakajua hasa mushkila uko wapi na tutibu namna gani. Naomba niishie hapa kwa leo. Aqulu ma qad sami'tumu wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.